Tuhuma nzito zilizoweza kumkumba Rais Ibrahim Traore mpaka sasa hivi ni utumiaji mbaya na pia ufanyaji biashara haramu wa kuweza kuchukua dhahabu kutokea nchi ya Burkina Faso bila ya ridhaa na taarifa ambayo iko na ni lazima uweze kufata kila hatua, lakini pia na wale wote viongozi wanaohusika kwenye idara ya sekta ya madini, ambapo nafikiri kwa Rais Ibrahim Traore huenda kuna asilimia kubwa ya uchafuzi wa jina lake, na lengo la kutaka kufanya hivyo ni kumtengenezea pia moja ya kosa ambalo linaweza likawafanya baadhi ya wananchi waweze kuona kabisa kwamba pengine sasa hivi Rais Ibrahim Traore anaweza akawa yupo kwenye utofauti wa kile anachokihitaji pamoja pia na wananchi wanachokitaka, kwa sababu ni moja ya tukio ambalo kwa sasa limekuwa likiendelea kutrendi kuhusiana na Rais Ibrahim Traore kujihusisha na ufanyaji biashara huu haramu wa kuweza kuchukua dhahabu kutokea nchi ya Burkina Faso bila ya ridhaa kwa viongozi, lakini pia na wale wote wanaohusika katika idara na sekta ya madini. Na ni swala ambalo kwa baadhi ya wananchi waliweza kulichukulia moja kwa moja bila kutafakari kwamba pengine ni propaganda zinazotengenezwa na viongozi waasi wanaotaka kumngoa kwenye kiti cha urais. Kwa hiyo kwa wale ambao walichukulia moja kwa moja bila ya kujaji, bila ya kureason kitu chochote, basi wakajikuta wameweza kuamini na kuanza kumchukia Rais Ibrahim Traore. Ila kwa wale ambao walijaribu kukaa na kutafakari, ni swala ambalo liko 50 kwa 50. Huenda ikawa ni kweli Rais Ibrahim Traore anafanya kitendo hicho, lakini pia huenda ikawa sio kweli na si kweli, kwa sababu kwa sasa Rais Ibrahim Traore anapitia wakati mgumu, kwa sababu ni wakati ambao kiuhalisia anakubalika sana ndani ya nchi ya Burkina Faso na hata nje ya nchi ya Burkina Faso. Kwa ni swala ambalo ni lazima atakumbana na changamoto nyingi, atakumbana pia na uchafuzi mwingi unaoendelea kumkomba mpaka dakika hii, ambayo amejikuta kwa sasa anahusishwa na tuhuma za kutumia pia dhahabu vibaya na uuzaji wa dhahabu katika nchi nyinginezo ambazo bila ya kuona ridhaa na viongozi wanaohusika kwenye sekta ya madini. Kwa ni issue ambayo nafikiri always kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwa kuwa uthibitisho haujajulikana na haujaonekana, kwa acha tuipe 50 kwa 50 kwamba huenda ikawa ni kweli na huenda ikawa sio kweli kuhusiana na tuhuma hizi ambazo kwa sasa zimekuwa zikimlenga Captain El Capitano Rais Ibrahim Traore. Je, kwa wewe msikilizaji lakini pia na mfuatiliaji zaidi wa channel yetu pendwa ya Hatuboy Media, unalipi la kuzungumza na unalipi la kusema? Cha msingi usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.